Bwana Yesu asifiwe tena. Yes, tunamshukuru Mungu. Yes, karibu sana mgeni wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi ya leo nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake na mapenzi yake, kwa ukuu wake, kwa sababu ya kunipendelea, kwa sababu ya wema wake juu ya maisha yangu na juu ya familia yangu yote kwa jumla. Ametulinda, ametuhifadhi na Mungu ametupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yes, asubuhi ya leo ni furaha kubwa kwangu mimi kupatikana katika ndani ya nyumba ya Mungu. Ni kwa rehema zake. Najua si kwamba eti nilistahili sana, si kwamba eti nilikuwa mzuri sana, bali imegharimu mkono wa Mungu wenye rehema na wenye nguvu, maana yeye ni Mungu wa rehema ambaye si mwingi wa hasira. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yes, Mungu amekuwa ni mwema. Kwa hivyo asubuhi ya leo tutaweza kujifunza kidogo tu katika neno la Mungu kwa muda mchache unaokuja, naye Mungu ataweza kutubariki. Kisha wacha tuweze kuomba kwanza. Baba, ni katika jina kuu la Yesu Kristo, mfalme mtakatifu Bwana, tunakusema ni asante Bwana kwa ajili ya rehema zako, kwa neema yako, kwa uponyaji wako, kwa ulinzi wako, kwa ukuu wako Bwana, kwa matendo yako mengi na makuu Bwana, hata mengine hayawezi kuhesabika na mengine hayawezi kuelezeka Bwana. Yote Bwana ni wewe umetutendea na umetutimizia Bwana haja ya mioyo zetu, na wale bado kutimiziwa Jehova, tunaamini ya kwamba Bwana utazidi kutimiza kwa ajili ya rehema zako Bwana. Umeinuliwa, umetukuzwa Bwana mfalme. Tunaomba rehema zako siku ya leo Bwana. Tunaomba kutakasika mbele zako siku ya leo Bwana. Tunaomba kupata kibali mbele zako siku ya leo. Tunaomba hili neno Bwana likapata nafasi ya kwanza ndani ya mioyo zetu, ili kwamba Bwana tukaweza kubarikiwa na kutakasika, tukaweza kufuata mwenendo wa hiyo maandiko matakatifu Bwana, jinsi unavyonena na maisha yetu Bwana, ili maisha yetu ikaweza kugeuka kuwa ya baraka ndani ya maisha yetu, katika jina kuu la Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu Bwana. Roho wa Bwana, tunakualika mahali hapa, uwe pamoja nasi, ukatufundishe, ukatuelimishe katika mapenzi hakika ya Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo. Malaika wako watakatifu tunawaalika mahali hapa, wakahudumie kila mmoja kulingana na uwezo wako Bwana mtakatifu. Pokea sifa na utukufu Bwana, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba hata na kuamini. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tufungue kitabu ni cha Zaburi. Kitabu ni cha Zaburi. Zaburi ni 50. Mstari wa 23. Zaburi ni 50. Psalms 50. Psalms 50 verse 23. Zaburi 50 mstari wa 23. Yes, ni Zaburi 50 mstari wa 23. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autengenezaye mwenendo wake nitamuonyesha wokovu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autengenezaye mwenendo wake nitamuonyesha wokovu wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Asubuhi ya leo tunaona maandiko yakituelekeza ya kwamba atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Mungu mwenyewe ndiye anasema hivyo. Ati yeyote ambaye anatoa dhabihu za kushukuru, huyo ndiye anayemtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yes, sijui ni wangapi wetu wa siku ya leo umeweza kuingia katika nyumba ya Mungu na dhabihu ya kushukuru, maana anasema huyo ndiye atakaye kuwa anamtukuza. Dhabihu za kushukuru hizo ndizo, ama ndiyo ni njia moja ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ni vizuri kama mimi na wewe ambao tumemwamini Yesu Kristo
na tumeokolewa na Mungu kupitia mwanawe Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Anasema asubuhi ya leo ya kwamba ni vizuri ambaye tunamshukuru, tukaweza kumshukuru kwa dhabihu, maana hivyo ndio tutakuwa tunamtukuza. Naye autengenezaye mwenendo wake nitamuonyesha wokovu wa Mungu. Kwa hivyo yule ambaye atakayeonyesha wokovu na Mwenyezi Mungu ni yule ambaye atakayetengeneza mwenendo wake na matendo yake ndani ya maisha yake. Huyo ndiye atakayefanya nini? Kuonyeshwa wokovu na Mwenyezi Mungu. Kutengeneza mwenendo wako anamaanisha nini? Anamaanisha ukaweze kuchunguza maisha yako, ukaweze kujihoji. Last week tuliweza kujifundisha mahali hapa kitabu cha Hagai kuanzia chapter 1, hapo hivyo kuanzia verse 1 up to verse 11. Mungu akasema ya kwamba tujihoji. Akasema ya kwamba tumekosea, ya kwamba tumeenda kinyume na mapenzi yake. Tumeacha nyumba ya Mungu ikawa hivyo jinsi ilivyo. Tukakimbilia majumba zetu, kwa sababu nyumba zetu tumezijenga vizuri, tumezipamba na mapambo na marembo ya aina zote. Hata ukikaa katika nyumba ya Mungu haikupendezi. Unatamani na unafikiria ni saa ngapi huyu mtu atamaliza akaweze kufunga ibada, tukaweze kurudi na kukaa katika majumba zetu, kwa sababu nyumba zetu tumeweza kuzitengeneza. Ati ya kwamba anaagiza tukaweze kupanda milimani, tukakata miti, tukakuja kujenga nyumba ya Mungu, tukaweze kuirembesha, maana hapo ndipo tutakapomfurahisha. Hapo ndipo ataweza kufurahia, na akifurahia na dhabihu zetu anasema ya kwamba ataweza kutuonyesha wokovu wake. Kwa hivyo akasema ya kwamba tujihoji nafsini mwetu. Na asubuhi ya leo pia ninasema ya kwamba maandiko yanasema tukaweze kufanya nini? Tukaweze kujihoji. Ni kwa sababu ya mwenendo wetu maybe haujakuwa ni wa kumpendeza Mungu, lakini asubuhi ya leo Mungu anataka akaweze kuokoa maisha yako wewe pamoja na maisha yangu mimi. Ni kwa sababu anatupenda. Yeye ni Mungu wa upendo mwingi ndani ya maisha yetu. Yeye ni Mungu wa rehema nyingi ndani ya maisha yetu. Ni Mungu ambaye anatujali ndani ya maisha yetu. Yes, karibu sana mchungaji wetu. Yes, tunakupenda sana na tunakuheshimu sana. Ni kwa sababu ya neema ya Mungu juu ya maisha yako. Barikiwe sana. Tunasema ya kwamba tulikuwa tunajifundisha kitabu cha Zaburi ni 50 mstari wa 23. Mungu anasema ya kwamba atoaye dhabihu za kushukuru, huyo ndiye anayenitukuza. Naye autengenezaye mwenendo wake nitamuonyesha wokovu. Kutengeneza mwenendo ni kuchunguza ni wapi umekosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutengeneza mwenendo wako ni kuhakikisha umeweza kupita katika mapenzi ya Mungu. Kuhakikisha umeweza kupita katika yale mapenzi yake ambaye amekuagiza. Kuhakikisha umeweza kuzingatia amri zake Mwenyezi Mungu. Yesu akasema atakayenipenda ni yule atakayezishika amri zangu na kuzifanya hizo amri zangu. Huyo ndiye atakayenitukuza. Asubuhi ya leo Mungu anasema ya kwamba naye autengenezaye mwenendo wake nitamuonyesha wokovu wangu. Naye atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu hajapendezwa na kitu kingine siku ya leo ndani ya maisha yetu, bali anataka tukaweze kumtolea dhabihu za kushukuru. Maana hivyo ndivyo tutakapokuwa tunafanya nini? Tutakapokuwa tunamshukuru na tutakuwa tunamtukuza, tutakuwa tunamwabudu, tutakuwa tunamuinua, tutakuwa tunamtumainia. Atakuwa anaona kweli hakika ndani ya nyumba hii niko na watu wangu ambao bado wananikumbuka, niko na watu wangu ambao bado wananijali, niko na watu wangu ambao bado wananitumaini, niko na watu wangu ambao wananitumaini kwa moyo wao wote na kwa roho zao zote na kwa nafsi zao zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati ya kwamba atoaye dhabihu ndiye anayenitukuza. Sijui kama siku ya leo umekuja kumtukuza Mungu. Sijui kama umekuja na dhabihu ya kushukuru Mungu. Na anasema katika mstari wa 17, hiyo Zaburi 51 mstari wa 17, dhabihu mstari wa 17, Zaburi ni 51. Zaburi 51 mstari wa 17 anasema dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika
moyo uliovunjika na kubondeka, Mungu hautaudharau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati ya kwamba dhabihu za Mungu ni roho